tumeisubiri kwa muda mrefu tayari imeshafika. Wana Simba wote sasa ni muda wa kurejea kwenye zizi kwa ajili ya kuisupport na kuiunga mkono timu yetu ya Simba Sports Club. Mchezo ambao tumecheza hii leo dhidi ya Mashujaa ulikuwa ni mchezo wa kushowcase, ni mchezo wa kuonesha watu kwamba kuna mabadiliko makubwa kwenye timu yetu. Ulikuwa ni mchezo wa kujipambanua kwa mashabiki wetu ya kwamba tayari Simba imeshafanyiwa maboresho na maboresho yanakwenda kufanya kazi kwa 100%. Leo hii tumeshuhudia mpira ambao hatujauona kwa muda mrefu. Leo hii tumeshuhudia ari ya upambanaji ya kiwango cha hali ya juu mno. Leo hii tumeshuhudia Simba bora ambayo hatuja kuchukua alama 9 katika mechi 3 ambazo zimebaki za ligi ya mabingwa. Lakini rasmi tunaanza upya ushindani katika kupigania taji la ligi kuu ya NBC. Timu ya kusema hivyo tunayo, wachezaji wa kualia yamini ya namna hiyo tunayo. Simba mpya tumeiona hii leo meji sana. Kwenye wale wachezaji ambao wamesajiliwa ya leo. Lakini sasa ni Sentiora ambaye wengi walisema mwezi nyuma alishakiwa katika jambo ambalo linatia matumaini sana na viongozi wetu wanastahili kupewa pongezi kubwa sana ni usajili huu wa dirisha dogo la msimu. Tumesajili wachezaji top quality, tumesajili wachezaji bora. Nyote mnafahamu ni ngumu sana kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, lakini Simba Sports Club tumefanikiwa na tumeweza kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, na hilo limejidhihirisha hilo. Ukianza kwa mlinda mlango Mohamed Jibril Kasali Tanja, tunauona ubora aliokuwa nao, tumeuona namna ambavyo ameiokoa Simba kwenye shuti kali ambalo alienda kucheza na Simba ikabaki kuwa salama. Tumeona anavyokuwa kiongozi kwenye kutengeneza mashambulizi na kwenye kuzuia mashambulizi. Lakini ubora wa Nixon Kibabage nadhani mmeuona, ni kama vile hajawahi kucheza mpira hapa Tanzania. Ni Kibabage mpya kabisa ambaye ametoka kwenye maboksi yake. Kibabage ameonyesha uwezo wa hali ya sana. Achilia mbali assist ya lakini ubora wake Kibabage inaonyesha ni dhahiri shahiri kwamba viongozi wetu wana jicho pana na kuona mpira, na ndio maana wakaona Nixon Kibabage ana uwezo wa kuja kuisaidia Simba. Muda wote alikuwa anapumulia na Anicet Oura, namna ambavyo Anicet anamwachia Kibabage, Kibabage anajaza matunda. Lakini ukija kwa Anicet Oura mwenyewe, mengi alizungumzwa, lakini tukasema miguu ya Oura ndiyo ambayo itakwenda kuelezea uhalisia yeye ni mchezaji wa aina gani. Tumeona hiki leo namna ambavyo anawafanya vibaya kweli kweli Mashujaa. Tumeona alivyowapindua, anakwenda anapunguza spidi, anaamsha mwendo, yani amefanya kile ambacho anachokitaka na kile alichokifanya amekipatia kwa 100%. Huyo ni Anicet Oura. Lakini Libase Geye nahitaji nimzungumzie ama nyinyi mtanisaidia kumzungumzia Libase Geye. Mechi yake ya kwanza akiwa katika ligi kuu ya NBC amefanya maajabu makubwa kweli kweli. Amechukua mali upande wa kushoto kule, akachekecha, akawaangalia Mashujaa imekwaje. Goli ambalo amelifunga Anicet Oura Libase Geye msimu uliopita, goli kama lile halijafungwa katika ligi kuu ya NBC, na msimu huu tumefika raundi hii ya 7 ya 10, goli kama lile halijafungwa. Anicet Oura nani huyo? Libase Geye, unazungumzia bingwa wa AFCON, kijana kutoka Senegali, na yeye amechangia kwa namna moja ama nyingine Senegali kupata ubingwa. Ndio maana wa AFCON huu hapa. Ndio maana haishangazi kumwona ana ubora na kiwango cha hali ya juu kweli. Ana ubora wa hali ya juu kweli kweli. Mechi yake ya kwanza ni kama mchezaji ambaye kazaliwa Tanzania, ni kama mchezaji ambaye anaujua Meja Samuyo, ni kama mchezaji ambaye ameshawahi kucheza na wenzie, lakini ameonyesha kiwango cha hali ya juu, kiwango bora kweli kweli. Lakini goli bora la msimu of course linapatikana. Magoli kama yale ya kukata uwanja sio kila mtu anaweza akafunga. Magoli ambayo unafunga, kuna wachezaji 19 mbele yako, mpira nendeni mkawahesabu,
mpira umewapita watu wote, imekwenda kuingia goli na ametoka nao huku, amekwenda kupiga kwenye engo ya pembeni kule. Huyo ni mchezaji wa daraja la yani Anicet Oura ana macho, ni ndege gani ana macho hapa? Libase Gay, bunde ana macho hapa. Kwa hiyo ana uwezo wa kuona, yani anakaa hapa hivi lakini anaona huku pembeni. Hana haja ya kugeuza shingo kama anapiga dhana. Yani yeye ana uwezo wa kukaa namna hii alafu akaona pembeni, ndilo goli ambalo amefunga hilo. Sasa hiyo ni kongole kubwa kwa viongozi wetu kuleta wachezaji wa daraja la juu namna hii. Lakini tumemuona Ismaili Toure beki wetu wakati na ambapo ameingia na amezima kwa ubora wa hali ya juu kweli kweli, akituliza mashambulizi. Na hii ndio Simba ambayo tunataka. Yani unakuwa na variety, unakuwa na buffet. Anatoka Rushain lakini haushikilii roho. Anakuja mtu mwingine pale wa chuma, anakuja kuzima, Simba inabaki kwa salama. Lakini nimeshuhudia ingizo jipya kileo. Daudi Mwangosi angefanya inavyotakiwa kwenye dakika ile ya 93, dunia ingekuwa imegeuka leo. Mwezi ungetoka asubuhi mpaka jioni, alafu jua lingetoka usiku, angefunga lile goli. Lakini bahati mbaya presha ilikuwa ni kubwa na amekosa, na niwatangazia kwamba Daudi Mwangosi, Baraka Mwangosi ni mchezaji mpya wa Simba Sports Club. Mtambulisha leo? Shamtambulisha. Peter. Semaji, ulisema kwamba mechi hii Mashujaa watakuwa nzito. Ya, sisi hatukutaka Mashujaa wajilegeze kama wanavyojilezaga wakicheza kwingine. Tulitaka Mashujaa watupe mechi ngumu kwa sababu tunajiandaa na mechi ngumu dhidi ya Esperance. Hatukutaka tu sifa na ubwete, tumemfunga goli 5, tumemfunga goli 6, goli 7, alafu tunakuwa hatujaingiza kitu kwenye fitness ya wachezaji wetu. Tulitaka ajikaze hivi namna ambavyo amejikaza, na sisi kusema kweli tunashukuru sana kwa sababu namna ambavyo amejikaza ikatulazimu wachezaji wetu kutumia akili kubwa, kutumia nguvu kubwa. Namna ambavyo wanatumia nguvu na akili kubwa ni wanasema nini? Ndio inajenga picha kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Esperance. Tumepata kipimo kizuri na namna ambavyo wachezaji wetu wamecheza, naweza kusema kwamba Simba tuko tayari kwenda kuchukua alama 3 mbele ya Esperance. Na kwa Simba hii ambayo imeboreka, yani imefanyiwa maboresho, matumaini mapya, mnyama ameamka, na tarehe 1 mwezi wa pili tutakwenda kufanya balaa kubwa sana katika dimba la Benjamin Mkapa. Unaweza kukata tamaa. Wiki moja nyuma ungeweza kukata tamaa, lakini kwa Simba hii tuliyokuwa nayo, maana Simba unaruhusiwa kukata chochote, hata roho, lakini usikate tamaa. Simba hii bado ina uwezo wa kufanya maajabu makubwa, na sisi kampeni yetu ni kuchukua alama 9 katika mechi 3 zilizobaki. Na niko hapa kuwathibitishia ndugu zangu waandishi wa habari na wana Simba ya kwamba mnyama anayo matumaini na uwezo mkubwa wa kuchukua alama 9 katika mechi 3 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa ubora wa wachezaji wetu, na bado kuna majitu mengine hajacheza hapa. Mtu kama Lohemba Ino nalijua kutoka Congo Brazzaville, hajacheza bado hapo. Kwa hiyo tunao ujasiri mkubwa wa kusema ya kwamba Simba hii itafanya maajabu, na Simba hii itaishangaza Afrika nzima, kutoka chini tulipo kwenda mpaka. Nikipata taarifa ama ripoti ya madaktari nitakuja kujulisha hadhi ama status ya Shomari. Tumeona jezi yake na 11 na Chama sijamzungumzia.